Mtazamaji, ni juma lingine tena naungana nawe katika kipindi cha Jahazi la Elimu juma hili. Natumai mzima wa afya na tunaendeleza makala maalum mwezi huu wa Machi ambapo tunaangazia elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Karibu, jina langu ni Hadia Mwasiwa na leo nipo katika shule ya msingi ya Joytown katika mji wa Thika. Nitakuwa nazungumza na walimu, wanafunzi na kuangazia tu mtaala wa CBC na pia vile vile michezo mbalimbali ambayo inaendelea shuleni humu. Nimeungana na mmoja wa walimu hao, atakuwa anatujulisha majina yake na kutuambia yeye ni mwalimu wa somo lipi. Lakini kama mnavyoona nyuma ya mazingira yetu, utakuwa unaona kwamba tupo katika kidimbu cha kuogelea. Mengi zaidi utapata katika mazungumzo haya. Mwalimu, karibu sana, tujuze majina yako na wewe ni mwalimu wa somo gani ama mchezo gani katika shule hii? Asanti. Mimi naitwa Teacher Agnes, mwalimu wa Joytown. The head of sports department Joytown, na pia nafundisha kuogelea sana sana kwa class. Nafundisha somo la PE. Yeah. Yes. Napenda hii mchezo ya kuogelea, watoto wanapenda. Tumecheza nao, tunaogelea nao. Na pia hii mchezo imetusaidia sana kama shule, kwa vile hawa watoto wanapenda sana kuogelea kwa vile hapo ndio tu wanaweza ingia kwa maji bila usaidizi wa any device. Ataingia kwa maji bila wheelchair, ataingia kwa maji bila walker, na acheze na mtoto mwingine yeyote mwenye hana disability. Wanafurahia hii sana, hata ukiwaangalia wamefurahia sana, na roho yangu inafurahi nikiona wakicheka, wakicheza kwa maji. Na pia inaleta kuna umuhimu kubwa sana kwa maji. Apart from kuogelea, kuna kitu inaitwa hydrotherapy, sijui tutahitaji kwa Kiswahili. Ukiangalia upande ule kuna watoto kuna beginners, na pia watoto wetu wote wako na shida hapa na hapa. Kwa hivyo wakati wanaingia kwa maji, hii maji inasaidia waache kutema mate sana. Mwili inapata nguvu, wanaacha kutema mate. Mwili bado inapata nguvu, wale hawaku wanatembea wanaanza kumake steps, na mwishowe watatembea. So kwa hii shule kuna watoto wa aina zote. Kunao walizaliwa na wamekosa viungo. Kama hao nina train sana vizuri kuogelea, kwa vile ikiwa ni kiungo za miguu hana, nitafundisha atumie mikono na anashika. Kunao wengine hawana mikono, wako na miguu, ninawafundisha zaidi. Mimi mwalimu nimefanya hilo somo la kuogelea, kwa hivyo nitajua ni style gani itamfaidi. So tunaingia kwa maji, ninaona interest yake, alafu the style mimi ninaitrain. However, hii hii kuogelea kumewapeleka bari sana. Kenya hatuna watoto wengi wako na disability wanaogelea. So sisi kwanza hapa Thika hakuna, hata Nairobi hakuna. So tunaenda compete na shule zingine zenye watoto hawana disability. Sana sana tunaenda M-Pesa Academy, tunapeleka watoto hapo. Saa zingine tunaenda Nairobi, Kyoto School. And hawa watoto wanawasaidia, tuna compete na wale wanajua kuogelea, hata wale wa international schools. And wanaweza, wengine wanawashida hata,
wanawashida. Na hiyo labda tungesema hitaji ni gani ambalo linahitajika katika kuziba pengo ambalo umelitaja, kwamba wewe kama mwalimu ambaye umesoma somo la kuogelea unawapatia wanafunzi hawa uwezo wa kuogelea lakini hawapati majukwaa ya kuonyesha ujuzi wao na talanta zao. Ni yapi ambayo ungesisitiza yafanywe upande wa serikali, upande wa wadau na yote kwa jumla? Shida ni nyingi sana. Na moja, kuogelea ina gharama nyingi sana. Ni shule tu zile kubwa zinaingia hiyo mchezo. Kama timu kama ya AE nikipeleka kule, nikipeleka waogelee, ni lazima tulipe fee, full year annual fee ya 10,000. Hii shule ya public si easy kupata hiyo pesa. Pia kila mtoto ikiwa ni breaststroke ameingia analipa 500. Akiwa ni freestyle ni 500. Hawa watoto wametoka, kuna ugumu nyumbani kwao. Hata hapa nyumbani, hapa shule ndio wanaona nyumbani zaidi. So ukiambia mama ama mzee alipia huyu mtoto swimming, inakuwa ni ngumu sana. Wangependa lakini hawana uwezo. So changamoto ile kubwa sana ni finances, ni fedha. Hatuna fedha ya kuwa expose. Hatuna sponsor. Tukipata sponsor na kuambia hawa watoto wataenda mbali sana sana sana. Kwa vile wanapenda, wanaweza, wamejiamini, hiyo yote. Na tena kile kinanifurahisha sana unaona mtoto amekuja anaogopa, lakini akiingia kwa maji na aanze kujua kidogo kidogo, wanajiamini sana. Self esteem inaenda juu sana. Yes, na sasa hiyo inanifurahisha sana. Anaona hata sina mkono, sina mguu, bado lakini niko mzuri kuliko huyo ako na mkono na mguu na ajui maji. Sasa hiyo inawafurahisha sana. Asante sana mwalimu, hongera kwa kazi nzuri unayoifanya. Asante sana. Karibu tena. Kwa majina naitwa Masemukami, niko darasa la 7. Nilianza kuogelea nilikuwa darasa la 3. Nilipenda kuogelea sababu napenda na halafu huwa inanifurahisha. Wazazi wangu wanafurahia kuniona nikiswim, na huwa mimi ningependa niweze kuperform, kuweza kuperform vizuri, sababu kila events naendanga na kujanga nambari 1. Nilienda mashindano 4 na nikakuja nambari 1. Ya kwanza nikapatanga medal na hiyo ingine ni certificates. Ningetaka kwenda huko nje Kenya. Huu mchezo ukiucheza unaucheza na pia unatuliza mawazo na kufanya unasikia uko auchoki. Mashindano ambayo nimeenda nimeshinda. Mwaka uliopita nilipata gold medal kwa Kiambu Aquatic Associations ambazo zilikuwa M-Pesa Academy. Kama shule yetu tukiweza pata vitu za kuosha hii maji na mtu wa kuosha, tungekuwa tunakuja hapa mara mingi, so tungekuwa tumeimprove na chenye tunafanya hapa. Hatuna mtu wa kuoshaga hii swimming pool, so mwalimu ndiye anaosha, yeye ndiye anatrain na bado anafunza, kwa hivyo hapati muda wa kutrain sana. Mwanafunzi Ian atatuambia amekuwa akicheza mpira wa miguu kwa muda gani na kwa nini anaupenda mpira huu. Karibu sana Ian kwenye kipindi cha Jahazi la Elimu. Umekuwa ukicheza mpira wa miguu kwa miaka ama kwa muda gani? Nimecheza mpira kwa muda
kwa miaka 5 sasa. Hongera sana. Naona umesema wewe ni Cristiano Ronaldo. Kwa nini unapenda mpira wa miguu? Napenda mpira kwa sababu ndio talenta yangu. Hongera sana na unafanya vizuri sana. Ungependa kuwa nini kwenye siku za usoni katika talanta yako ulionayo? Mimi ningependa kuwa mchezaji bora. Bila shaka. Hongera sana Ian, asante sana na kila laheri. Asante. Nimeungana na dada ambaye yeye ndiye mwanadada pekee kwenye timu hii ya soka katika shule hii ya msingi ya Joytown. Atakuwa anatuambia amekuwa akicheza mchezo huu kwa muda gani, yani kwa nini anaupenda. Anashindana sana na kina Ian wanajiita Ronaldinho, lakini naona tumepata mwanadada ambaye anaweza kushindana nao. Napenda kucheza mpira kwa sababu inatusaidia kimaisha ya mbele. Na ukiwa kwenye uwanja ni nini ambacho unapenda kufanya zaidi? Unapenda kupiga chenga, unapenda kupiga chobo? Yaani ni zipi pasi ambazo unazipenda zaidi katika kucheza mpira wa miguu? Chenga. Chenga? Chenga kina nani? Kina Yanto. Na nani wengine? Mabaidi. Ndio. Na kipi ambacho kinakufurahisha sana katika kucheza mpira huu kila siku? Kila siku? Inatusaidia kufanya walemavu kujisaidia kufanya bidii. Bila shaka Magdalene. Asante sana Magdalene na hongera sana kwa kujitolea na kuonyesha vijana kwamba tunaweza sisi kama kina dada kwenye soka, sio? Ndio. Na asante sana na kila laheri. Karibu. Calvin ni mlinda lango kwenye timu hii, atakuwa anatujuza ni yapi ambayo anayatilia mkazo anapokuwa kwenye goli pale. Nashukuru kwa sababu ndio nikishinda hata hivyo ndio nikicheza mpira hapa na hivyo naribisha hata mchezo naamini kazi yake. Na huwa wanakufunga mabao pale ama unahakikisha mabao hayapiti kabisa? Mimi nikiwa nikicheza vizuri sasa kazi nikipiga makofi sasa tena kishinda nafunga ingine na katikati na ingine. Bila shaka, asante sana na wewe ni bingwa na hodari. Hongera sana kwa kazi unayoifanya. Karibu. Kwa majina naitwa Emma Mbogo na ninashiriki katika mchezo huu wa wanafunzi ambao wako na utindio wa ubongo. Kwa Kiingereza tunaita cerebral palsy, na hawa wanafunzi wanapocheza mchezo kama huu unaweza kuwapatia mazoezi ya kuweza kuwasaidia, kwa sababu sana ulemavu kama huu unaleta matatizo ya kutingika kwa viungo. Kwa hivyo wanapofanya mazoezi ya mchezo kama huu, wanapoendelea kucheza mchezo huu, unaweza kuwasaidia sana, viungo vinaweza kujengeka vizuri na kutingika kunapunguka. Hivyo basi wanaweza kujisaidia hata wakiwa pale darasani, wanaweza kujisaidia sana wakati wa kutembea, na hasa kutumia mikono yao tena, wanaweza kutumia vizuri, wanaweza kuandika vizuri na kuendelea na masomo yao vizuri. Changamoto huwa ni gani katika kuwafundisha na kuwanoa kuhakikisha kwamba mazoezi haya na mchezo huu wa mpira wa miguu wa masoka unawapatia manufaa ambayo umeyataja? Changamoto ni kwamba wakati tunaanza, yule mwanafunzi ambaye hajakuwa hapa
Kwa mfano kama saa hizi tuko na wanafunzi wageni, kunakuwa na changamoto ya kule kutingika sana. Kwa hivyo wanapocheza pale uwanjani wanaweza kutingika na kuweza kugonga wengine kwa kule bila kutarajia. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto kwa hawa wanafunzi wengine ambao wamekuwa wakicheza mchezo kama huu. Watu wanajiuliza ni muda gani ambao wanafunzi wanaweza kwenda katika mchezo. Tunajua kwamba mpira wa soka ni dakika 90 kwenye uwanja, lakini wao wanacheza dakika ngapi ambazo zinatosha kwao kwa kuweza kuwawezesha kufanya mazoezi na pia tusiwachokeshe zaidi ya ile kiwango ambacho kinahitajika? Sana sana inapunguzwa, inategemea na vile wanafunzi wako. Ikiwa kuna hiyo kutingika sana, wanapunguzia, inaweza kuwa dakika 15 ama 20. Sasa tunaangalia vile wanafunzi wako kwa wakati huo ambapo wanacheza mchezo kama huu. Lakini hawa wanafunzi wanacheza vizuri sana, wameweza kuhitimu, wakaenda mpaka kiwango cha nationali na wakaweza kuwa washindi pia katika kiwango hicho. Kwa hivyo na wanafunzi wetu wanacheza vizuri sana, wamekuwa wanafunzi bora na tunawafurahia sana. Hongera kwa kazi nzuri unayofanya na kila la heri. Asante. Karibu. Na mtazamaji, bila shaka ulemavu sio kutoweza. Tumeona wanafunzi wakiwa na talanta kwenye mashindano haya ya vigari vya magurudumu, na nitakuwa nazungumza na baadhi yao kuweza kujua ni yapi ambayo yanawawezesha kufikia viwango ambavyo vinaweza kuwa vya kitaifa na hata kimataifa katika mchezo huu. Nizungumze na mmoja wapo wa wanafunzi hapa kwa jina Isaac, atujulishe. Tumeona Isaac alikuwa nambari 1 katika mashindano ambayo tumeyashuhudia. Hongera sana. Tunaona kwamba unapenda kufanya mchezo huu unaofanya, na kufikia viwango hivyo ni juhudi zipi ambazo zinahitajika? Hata unajitolea tu, alafu unafanya mazoezi mara kwa mara, alafu tu unazoea wewe mwenyewe, unajimudu, unaacha kutegemea kwamba tu unasaidiwa. Na labda changamoto katika kufanya mazoezi kwenye mchezo na kunoa makali yako katika uwezo wako wa kufika viwango vya kitaifa na mashindano, ni zipi ambazo unazipitia changamoto? Unapata hizi viti maguru, unazipata saa zingine zenye zinahitajika huko si hizi, na huku shule hatuna zenye zinahitajika huko. Sasa hiyo inakuwa changamoto huko. Ndoto yako labda kupitia mchezo huu na talanta ambayo tumeona unayo ni ipi kwenye siku za usoni? Ningependa kwenda ningetaka kwenda kwa Paralympics. Ni michezo gani mingine ambayo unashiriki unapokuwa kwenye majukwaa ya mashindano bali na huu ambao tumeuona wa magurudumu? Mimi nashiriki powerlifting, nafanya swimming, na nacheza chess, scrabble, darts, bado nacheza football. Michezo gani kati ya hiyo uliyotaja imekufikisha kwenye ngazi za mashindano ya majukwaa ya kitaifa? Nimefika kiwango cha mataifa kwa swimming na hii racing na pia chess na darts. Ndio. Kila laheri na hongera sana kwa kazi nzuri. Asante. Jacqueline, ni michezo gani ambayo unashiriki humu shuleni wewe binafsi? Mimi nashiriki katika powerlifting, wheelchair race, alafu na trainiwa swimming. Yeah. Michezo gani unaipenda zaidi na ni kwa nini? Mimi napenda wheelchair race kwa sababu si ngumu, alafu pia naenda mashindano kuliko hizo zingine. Juu sijazishika mbando vizuri. Yeah. Umefika kwenye ngazi gani za mashindano katika mchezo wa kushindana na mbio za viti vya magurudumu? Nilienda Standard Chartered huko Nairobi. Alafu hii nyingine sikumbuki vizuri jina. Yeah. Ndoto yako ni gani katika kipawa ambacho unacho na talanta ambazo unazo katika michezo? Ndoto yako ni gani kwenye siku za usoni? Ni kutrain hadi niende nje ya country level. Yeah. Kila laheri na hongera sana. Asante.
Na mtazamaji, katika kuendelea kufahamu jinsi ambavyo mtaala wa CBC unatekelezwa katika shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum, nitakuwa nazungumza na walimu na wanafunzi katika kufahamu hayo. Nimejiunga na mwalimu mmoja anayefundisha somo la teknolojia, na bila shaka atakuwa anajitambulisha jina lake na kutujuza ni yapi ambayo ni muhimu kuangazia wakati anafundisha somo la teknolojia kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum shuleni humu. Kwa majina najulikana kama Mwalimu James Ikame, ambaye nimesomea katika hii shule. Na wakati tunafunza hili somo la teknolojia, hasa kwa hao wanafunzi wenye changamoto za maumbile, kuna mambo ambayo tunazingatia. Kwanza ni mahitaji ya huyu mwanafunzi. Lazima tumlete katika kile kiwango ambacho ataelewa na asiwe ameachwa nje kama tukimlinganisha na wengine. Lazima tushughulikie mahitaji yake yale maalum ya maumbile. Kisha kimasomo pia lazima tutumie lugha ambayo ataielewa, asiwe anaachwa nje, kwa sababu vitabu vinaweza kuwa vimetumia lugha ambayo ni ya juu, na ukiangalia kiwango cha huyu mwanafunzi labda yuko chini kidogo. Kwa hivyo lazima uweze kujua jinsi ambavyo na lugha ambayo utatumia ili huyu mwanafunzi aelewe. Tumesikia kauli kutoka kwa wadau kwenye sekta ya afya hivi majuzi wakitaja kwamba mtaala wa CBC umekuwa kama ni baraka kwa wanafunzi walio na mahitaji maalum. Maoni yako ni yapi, ukiwa sasa wewe ni mwalimu ambaye upo katika shule iliyo na wanafunzi wenye mahitaji maalum na umepitia pia mchakato huo wa elimu ukiwa na mahitaji maalum? Tukilinganisha mtaala huu wa CBC na ule ambao unaenda sasa kuisha wa 844, kuna tofauti kubwa. Ule wa 844 ulikuwa unazingatia uwezo wako wa mawazo, hauko unakupa nafasi ya kuwa mbunifu. Lakini huu wa CBC kwa sasa una ile nafasi ya kutumia ubunifu wa mwanafunzi kuweza kumweka katika kile kikundi na kumwelekeza yale mambo atakufanya yatamsaidia maishani. Kuna wale wanafunzi, kwa mfano sasa tukichukua huu mtaala wa CBC umegawanywa katika viwango tofauti. Tunaziita pathways. Kuna age based na stage based. Kwa wale ambao wana mahitaji maalum, wanatumia ama wanaweza tumia hizo pathways mbili. Stage based anaenda kulingana na kiwango. Age based anafuata kama hao wanafunzi wa shule za kawaida, wacha niseme shule za kawaida. Ataanzia darasa la chekechea hadi darasa la grade 9. Kisha kuanzia hapo atachagua nitafanya sayansi ama masomo haya mengine ambayo tunasema ni social sciences na arts. Kwa hivyo mtaala huu unampa mwanafunzi nafasi ya kuweza kuendeleza talanta yake kwanza, na pia inamsaidia kuweza kufunguka mawazo, ningetaka kufanya nini. Kama mimi ni mzuri katika hesabu na sayansi, inamuelekeza katika ile njia. Kama yeye ni mzuri katika michezo na mambo ya kuigiza, mtaala huu unamuelekeza. Na kuna wale ambao tunasema academic hawawezi sana, kuna hiyo sasa stage based, wanaenda kwa viwango. Kuna foundation, hapo ndipo anaingia, anafunzwa what we call basic arithmetic language. Kisha anaingia intermediate, kuna mtihani wanafanya. Kisha anaenda pre-vocational, hapa anafunzwa mambo ambayo anaweza kufanya, kushona vitu, mikufu, mikeka, polepole, ambapo akimaliza ile miaka ya kuwa shuleni, akitoka nje katika dunia anaweza kujitegemea. Na pia wazazi wanahusishwa ndio wanafunzi kama wale waweze kuwaongoza. Nikitengeneza mkufu na labda kulingana na maumbile yangu sielewi sana mambo ya kuhesabu na nini, mzazi anaweza kumsaidia kuwa accountable kwa hela zile ambazo atazipata.
Bila shaka, kwa kumalizia kwa sababu ya muda, kwenye somo ambalo wewe unalifundisha humo shuleni, changamoto ni zipi? Tunajua kwamba teknolojia ndio mwelekeo wa kesho, lakini pia tunajua kwamba kuna changamoto nyingi. Ni zipi ambazo wewe ungezitaja ukiangazia pia shule ambayo unafunza ina wanafunzi walio na mahitaji maalum? Tukiangalia somo kama lile linafunza la teknolojia, kuna changamoto nyingi. Na changamoto ile kubwa sana ni ukosefu wa vifaa vinavyotosheleza idadi ya wanafunzi. Mfano, tuchukue mfano. Katika somo la teknolojia kuna strand ambayo inazungumzia kuhusu the internal components of a computer. Na sasa ili uweze kufunza na mwanafunzi aweze kuelewa kabisa, lazima hao wanafunzi wawe na vile vifaa, ili uweze kuwaonyesha jinsi ya kuvifungua, kuonyesha sehemu tofauti tofauti na kuifunga na kuiconnect ili aweze kuona jinsi inavyofanya kazi. Lakini ingawa kuna hizi changamoto, sisi kama walimu tunajaribu vifaa vile vidogo. Wakati mwingine tunakuja na laptop zetu, wanatumia wakiwa kwa vikundi. Na pia kuna wale wanafunzi kulingana na changamoto zao hawawezi kutumia kalamu. Tumehimiza wazazi wakawanunulia laptop. Pia tunatumia hizo kufunza, lakini sio kufunza ati jinsi ambavyo itaharibika, ni kuonyesha yale mambo muhimu kulingana na mtaala. Kwa hivyo vifaa na resources ni changamoto kubwa. Pia kwafaa kuwe na chumba maalum. Kwa sasa hakuna. Kwa hivyo inabidi tufanyie yale tu pale darasani. Na sio hilo peke yake. Masomo yote kuanzia somo la Kiingereza hadi la Kiswahili liko na hiyo sehemu ya integration of technology. Sasa ukosefu wa hizo rasilimali inakuwa ni changamoto, sio kwa somo la teknolojia peke yake, kwa masomo yote ambayo tunafunza. Bila shaka, asante sana mwalimu na hongera kwa kazi nzuri unayoifanya. Asante na karibu. Mwisho alipumzika, anafaa kufukiwa. Maiti yatatizika, nauli
Mtazamaji, tumepata tumbuizo kutoka kwa wanafunzi wa shule hii ya Joytown ambao wametuwasilishia shairi, lakini shughuli ya kuwawezesha paka kunakili shairi na kunasa shairi walivyonasa ipoje. Nimeungana na mwalimu Mudhengi, atakuwa anajitambulisha majina yake kamili na kutujuza anafanyaje paka wanafunzi wanaweza kuwasilisha shairi walivyowasilisha. Na hongera sana mwanzo kwa kazi ambayo unaifanya. Tutambulishe majina yako kamili na pia labda hatua ni zipi. Umepata shairi unataka wanafunzi walinakili kwa ajili labda kwa majukwaa ya mashindano. Hatua zinakuwa ni zipi? Kwanza naitwa mwalimu Mudhengi katika shule ya msingi ya Joytown, ambayo mimi waelekeza katika mashairi ya kutumbuiza na katika tamasha. Huwa naandika na yaandaa na kuwatayarisha vizuri ili waweze kushindana na wanafunzi wengine, na hatimaye huwa wanajipata katika kiwango cha kitaifa, ambapo pia wanaweza kuwakilisha kaunti yetu na nchi yetu katika tamasha za muziki. Hatua za kuandaa zipoje? Unatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba wanafunzi wangu sasa nimewanoa vya kutosha wapo tayari? Kwa kweli kuandaa watoto sio rahisi. Kwanza unaelewa ni wanafunzi wenye changamoto na wanahitaji utulivu na kuongea na wao vizuri. Kwanza uwape ile psyche ama ile morali ya kuweza kuwa wanaweza kushindana na kuwapiku wanafunzi wengine katika kiwango cha kitaifa ama kiwango chochote kile ambacho kitakachohitajika. Kwa hivyo kwanza ninaongea na wao, nawaambia kuna shairi hapa na tunaweka mikakati ya jinsi tutakavyoliweza kulinakili kwenye akili zetu. Na kwa hivyo huwa tunaanza pole, tunaanza ubeti wa kwanza, ninaweka kiimbo, nao wanakifuata hicho kiimbo, tunamaliza ubeti wa kwanza, tunaenda ubeti wa pili, ubeti wa tatu. Siku ya kwanza tunaweza kufanya ubeti wa kwanza. Kwa hivyo naweza kuchukua wiki nzima hivi kuweza kuwatayarisha katika shairi moja hivi. So naam, kwa hivyo inamaanisha kila siku ni ubeti moja, ubeti wa pili siku itakayofuata, hivyo. Ikifika wiki kikaribia hivi hitimisho, tunaweza kupiga shairi lote msasa ili sasa kuweza kuweka mawimbi na ule mvuto wa shairi lile na liwe na ule urari na mvuto wake kivyake. Na mtazamaji, ni juma lingine tena naungana nawe kwenye sehemu ya kikapu cha malenga, na kama ilivyo ada studioni nimeungana na Daktari Suzi Nandama Sumbi ambaye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Kenyatta na ni mmoja wa wahadhiri ambao hutusaidia katika kuchanganua masala ya ushairi kwenye sehemu hii ya kikapu cha malenga. Leo tunaangazia shairi ambalo limewasilishwa na wanafunzi wa shule ya msingi ya Joytown kule katika eneo la Thika, kaunti ya Kiambu, ambapo wamezungumzia mada ya ishi na waja. Na mtunzi wa shairi hili ni mwalimu Mudhengi ambaye ni mojawapo wa walimu katika shule hiyo ya msingi. Shule hii ni shule yenye wanafunzi walio na mahitaji maalum, shule ya wanafunzi walio na ulemavu. Na kama ulivyoona wamejitahidi sana kuwasilisha shairi hilo. Hongera sana kwa mwalimu Mudhengi kwa sababu kuwafundisha wanafunzi wenye mahitaji maalum kuna kili shairi na kuliwasilisha inakuwa kidogo ni kibarua kigumu, lakini kama tulivyoona yeye mwenyewe ameweza kukifanya kikawa rahisi zaidi. Mwalimu na daktari, karibu sana. Ni sawa nikikuita mwalimu kwa sababu wewe ni mhadhiri? Ni sawa pia mwalimu. Ni mwalimu, ni asante sana. Shairi la ishi na waja ambalo tumeona likiwasilishwa na wanafunzi hawa, beti zenyewe ni 6 mtazamaji na daktari kama unavyoziona, lakini waliwasilisha beti 4 kwa sababu inahitaji muda kuwawezesha kunakili shairi na inahitaji pia subra. Kwa hivyo kama tulivyoona mwalimu alikuwa ameanza kuwafundisha na kuwawezesha kunakili beti 4 ambazo wamewasilisha. Lakini tuzungumzie kwanza utunzi wa shairi lenyewe, mada, muundo na yale yaliyo ndani ya shairi lenyewe. Nianze na kichwa cha shairi. Kichwa cha shairi ni ishi na waja, na hapa ametumia msamiati ambao angependa wanafunzi wajifunze, kwa sababu kama ni mmoja ni mja, yani mtu. Na watu wengi wamezoea mtu, lakini hapa ametumia waja ili pia wanafunzi wajue
waweza kumuita mtu mja, na kama ni wengi waja. Kwa hivyo waja ni watu. Kwa hivyo shairi ni ishi na watu, ishi na watu. Kwa hivyo ishi, lakini ametaka wanafunzi wajifunze msamiati mgeni, kwa hivyo akatumia waja. Na ukienda kuangalia shairi lenyewe umbo, hili ni shairi la tarbia. Kwa hivyo ni mashairi ambayo tulikuwa tumeanza kujadili pale awali ya kiarudhi, ndio, au mashairi ya kimapokeo, ndio. Na nafikiri tukisalia kwenye hilo ni shairi la kiarudhi, na pia tunaona kwamba ametumia misamiati ambayo inawafundisha wanafunzi maadili kwa kiwango kimoja au kingine. Hawa ni wanafunzi wenye mahitaji maalum, lakini wanasisitiza katika shairi hili kuishi na waja vizuri, ama kuishi na waja vilivyo, kama alivyotaja mwenyewe katika kibwagizo, ishi na waja vilivyo leo sababu ya kesho. Na pia na mifano mingi tu kwamba bado ukiwa tajiri ukumbuke kuna kesho, na utahitaji yule ambaye hana pia wakati mwingine kukusaidia kwenye hili ama lile, na ukishiba leo usisahau kuna njaa pia. Na kama tunavyosema kule Uswahilini, shida hazina miguu, ama samahani, shida zina miguu, zinatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Kwa hivyo ukiwa unaishi na watu ama waja kama alivyotaja Mwalimu Mudhengi, ukumbuke kwamba shida zina miguu. Na labda tukiangalia uwasilishaji, na pia kwamba mwalimu ametumia muda kuwapatia nafasi wanafunzi waweze kunakili ubeti wa kwanza, kisha ubeti wa pili, mpaka wakafika ubeti wa 4 kabla kufika ubeti wa 6. Ni yapi ambayo ni muhimu kusisitiza kama mwalimu, labda kwa wale walimu walio na wanafunzi wenye mahitaji maalum, na bado kutaka kuwajumuisha katika fani ya ushairi, yale ya kuzingatia? Tunajua Mwalimu Mudhengi amegusia mawili matatu, lakini labda kwa kuongezea daktari. Ni vizuri kwa mfano hawa watoto ujaribu watamke kila silabi. Kwa mfano katika shairi hili kuna maisha huwa milima, hapa kuna ma. Kwa hivyo labda mwalimu darasani anaweza akasisitiza kuwa wanafunzi wote watamke silabi ambazo zinaambatana na ma. Kwa hivyo watamke ma, me, mi, mo, mu, ili wanapokuja kukariri shairi hili angalau midomo yao imezoea maneno au silabi hizi. Kwa hivyo wakikuja kusema mlima wataweza kutamka vizuri, sababu kuna mlima, kuna mabonde, na yote kuna ma, na si ma peke yake. Yani kwa kijumla kile nasema mwalimu ahakikishe watoto wanaweza kutamka silabi vizuri, kwa sababu hawa watoto ambao wana mahitaji maalum wengine wana shida ya matamshi. Kwa hivyo kama anaweza kufanya na wao mazoezi ya silabi, watakapokuja kwenye kukariri shairi, basi wataweza kukariri shairi bila matatizo ya matamshi. Na kwa kweli wengine hata kuongea ni shida. Kwa hivyo kama atawasaidia watamke kwa kukariri, basi wataweza kuongea vizuri. Kwa hivyo matamshi ni muhimu sana wakati wa kufunza hasa watoto ambao wana mahitaji maalum. Na wengine hata kutamka hiyo silabi ni shida. Kwa hivyo hata kutamka tu silabi ma na arudie itasaidia, kwa sababu wanapokuja kukariri sasa haya mashairi, basi wamezoea sauti hizo na ama silabi hizo, na hawatakuwa na changamoto kubwa. Kwa hivyo matamshi ni muhimu sana, ndio pia hata yule ambaye anakusikiliza aweze kung'amua unazungumzia nini. Ndio tuwape katie kongole wanafunzi wa shule ya msingi ya Joytown, na pia vile vile mwalimu kwa kujitahidi na kuwawezesha wanafunzi kunakili shairi. Tukirejea kwenye mafunzo yetu ya siku kwenye kipindi cha leo, tunamalizia mada ambayo tulikuwa tumeizimbua wiki jana, ikiwa tulikuwa tunaangazia kuainisha mashairi ama uainishaji wa mashairi kifani, na tukataja kwamba kuna aina ama makundi matatu, ikiwemo mashairi ya kiarudhi, mashairi huru na yale mashairi ya kimaumbo. Tukiangazia mashairi ya kiarudhi ambayo tulianza kuzungumzia juma jana, tuliangazia ulinganifu wa mizani na urari wa vina kama sifa ambazo zinahusiana na mashairi ya kiarudhi. Kwa kuongezea daktari, tukiangazia masuala ya mishororo katika uainishaji wa mashairi kwa kutumia fani, hususan katika masala ya mashairi ya kiarudhi, sifa nyingine ambazo zipo ni zipi? Sifa nyingine ni kuhakikisha kuwa mishororo inalingana. Kwa mfano kama una ubeti wako na una mishororo kama shairi hili, kwa mfano hili la ishi na waja, lina mishororo minne.
basi hili ni shairi la tarbia, na pia laitwa unne. Waweza ukatumia tarbia au unne. Kwa hiyo mashairi ambayo utatunga, je, unataka kuwa na mshororo mmoja? Kwa hiyo kama ni mshororo mmoja, basi kila ubeti uwe na mshororo mmoja, na hilo ni shairi la umoja. Na kwa wale ambao labda watasahau, wanaweza pia wakatumia tathmina, ni shairi la tathmina. Ukienda kwa shairi ambalo lina mishororo miwili, waweza ukaliita uwili. Kila ubeti ukawa na mishororo miwili, tunaita shairi hilo uwili, au waweza ukaliita tathnia. Haya, ukienda kwa shairi ambalo lina mishororo mitatu, basi utahakikisha shairi lako kama una beti kwa mfano 4, kila ubeti una mishororo mitatu. Shairi hilo tutaliita tathlitha au utatu. Na kama ni mishororo 4 tayari nilisema, na hili limezoeleka sana kwa sababu tunatunga mashairi ya tarbia sana. Na ni mashairi ambayo yanapendwa na walimu na wengi. Ni unne, shairi la tarbia au unne. Na shairi la mishororo mitano, basi ukiwa na shairi la mishororo mitano katika kila ubeti, basi shairi hilo utaliita takhmisa. Shairi la mishororo 6 kila ubeti, hilo utaliita tasdisa ama usita. Kwa hivyo ukisahau tasdisa, kumbuka usita. Haya, shairi lenye mishororo 7 hilo tunaliita usaba. Shairi lenye mishororo 8 tunaliita unane. Shairi la mishororo 9 tunaita utisa. Shairi lenye mishororo 10 ukumi. Kwa hivyo angalia ni shairi lipi ambalo unataka kutunga. Kama ni la kiarudhi, basi kila ubeti uwe na idadi ya mishororo ambayo unataka. Usije ukatunga shairi ubeti wa kwanza kwa mfano mishororo 3, alafu ukifika ubeti wa pili unatunga mishororo 4. Hilo basi si shairi la tathlitha, litakuwa ni shairi guni. Yaani umejaribu kufuata sheria za kiarudhi lakini hukuweza, kwa hivyo umeanza kuwa na mchanganyo katika mishororo yako. Kwa hivyo unapotunga shairi la arudhi, anza kwa kuwaza hili shairi nataka liwe la tathlitha ama nataka liwe la takhmisa ama nataka liwe tarbia, ili mishororo ilingane. Ndio. Naam, bila shaka. Sijui aliyekuwa anazimbua maneno ya aina ya mashairi alifika tasdisa akachoka. Akaona kwingine tuendelee na usaba, unane, utisa mpaka ukumi. Ni kama kweli alichoka kuleta maneno mengi. Na ni kwa sababu pia maneno ambayo yametumika bali na umoja na utatu, sijui kama umesema upili ama ikiwa na mishororo upili. Uwili. Na hayo tathmitha, tathnia, ni tathlitha, ni maneno ya Kiarabu kwa sababu wameyatohoa kutoka lugha ya Kiarabu. Na ikifika Kiarabu ni 6, inakuwa 6 hivyo hivyo. 7 sasa nafikiri wakaona takuwa tuna ingalao wanayo tasdisa. Sasa 7 wakaona iwe tu 7. Wakaona hapa basi acha tuache vile ilikuwa tu. Kwa sababu tuna usaba, unane, utisa, ukumi. Kwa hivyo kwa sababu tathnia imetokana na thani, yani Kiarabu thani ni 2. Alafu thalatha inakuwa ni 3, kwa hivyo tathlitha. Kwa hivyo wale waliokwenda madrasa inakuwa ni rahisi kungamua kwa nini majina haya yalikuwa. Inaonekana unajua Kiarabu sana. Kidogo tu cha kuombea maji daktari. Lakini tukirudi kwenye masala ya masomo ya leo na mashairi ya kiarudhi. Utoshelezi kwenye mashairi ya kiarudhi inahusisha nini hususan? Utoshelezi maana yake inamaanisha kila ubeti uwe na maana yake. Kwa mfano nikisoma hili shairi la ishi na waja, sihitaji nikisoma ubeti wa kwanza naweza nikapata maana ya yule ambaye alitunga, maana ambayo mtunzi anataka nipate bila kutegemea ubeti wa pili. Kwa hivyo kila ubeti uwe na maana yake. Kwa hivyo labda nikisoma hapa, maisha huwa mlima, ni mlima na mabonde. Leo upepo wavuma na kesho kuna umande. Leo pipi iko mzima, kesho huna peremende. Ishi na waja vilivyo, leo sababu ya kesho. Kwa hivyo unaona, kwa hivyo anatuambia kwa maisha yana mlima na
mabonde, yaani maisha yana matatizo. Usifikirie kila siku ukiwa na chakula utakuwa na chakula. Leo waweza kuwa na chakula, kesho ukose. Leo waweza kuwa na pesa, kesho ukose. Kwa hivyo mtunzi alipotunga, basi unaona nimepata maana ya ubeti wa kwanza bila kwenda kwa ubeti wa pili. Kile ambacho inahitajika hasa ni mazoezi. Zoea kutunga mashairi, kwa sababu unapotunga haya mashairi basi unakuwa na mazoea na unaweza ukajua, kwa sababu katika kila mshororo lazima kuwe na ile maana tuliyosema, yani utoshelezi. Kwa hivyo unajua kuwa haya maneno ndiyo yanafaa kuwa kama sentensi, kwa sababu sentensi huwa na maana kamili. Lakini katika ushairi kumbuka, na sasa lazima uwe na kina, uwe na kina cha kati na cha mwisho. Kwa hivyo uanze mapema kuangalia sasa hapa katikati nitaweka kina kipi na hapa mwisho nitaweka kina kipi. Na ningependa kuwakumbusha watazamaji, mshororo pia huitwa mstari. Kwa hivyo ukipata kitabu kinasema kuna mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa tatu, kumbuka kuwa mshororo pia huitwa mstari. Ndio, na mstari huo lazima uwe na maana. Kwa hivyo anza kufanya mazoezi mapema na kuwa jihami pia na misamiati, sababu bila misamiati utajipata basi mambo fulani umeshindwa kuyaeleza. Hasa vina pia vitakuwa vinakutatiza unapokuwa hauna misamiati ya kutosha. Naam, asante sana daktari. Mtazamaji, huyu alikuwa ni Daktari Suzy Nandama Sumbi ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Kenyatta, na alikuwa anatusaidia kuelewa zaidi masala ya utunzi wa ushairi kwenye kipindi na kwenye sehemu ya Kikapu cha Malenga hii leo. Asante sana daktari kwa muda wako na kwa kujumuika nasi. Na mtazamaji, kufikia hapo nafika tamati mwa sehemu hii ya Kikapu cha Malenga. Sehemu ya mihemko tutakuwa na kujia ndani ya muda usiokuwa mrefu, na ni vyema usubiri ujue ni yapi ambayo tumekuandalia pale, tukiwa na wanafunzi wa shule ya Joytown kule eneo la Thika, shule ambayo ina wanafunzi walio na mahitaji maalum. Asante sana, lakini nakusihi usiende mbali. Na mtazamaji, tunapoendelea na makala maalum mwezi huu wa Machi, makala ambayo tunaangazia elimu kwa wanafunzi walio na mahitaji maalum, nipo katika shule ya msingi ya Joytown hapa katika mji wa Thika, na nitakuwa na wajumuisha wanafunzi hawa kwenye sehemu hii ya mihemko kama ilivyo ada. Bila shaka tutakuwa tunaweza kujua iwapo wanaweza kungamua kitanzandimi na vile vile pia kupata kunasa zile methali ambazo wamezifunzwa ama kuzifundishwa darasani. Moja kwa moja tukianza, tuanze na methali. Akili ni nywele. Nani anataka kujaribu hiyo? Tuanze na mrembo hapa. Kila mtu ana zake. Naam? Kila mtu ana zake. Mbona wazungumza kama huna nguvu? Akili ni nywele? Kila mtu ako na zake. Sadakta, kila mtu ana zake. Na methali nyingine, mchagua jembe? Naam, kwako. Uzungumze kwa nguvu tukusikie, sawa? Ndio. Si mkulima. Naam, bila shaka mchagua jembe si mkulima. Msamahani, mwenye macho haambiwi tazama. Naam, bila shaka Sadakta, mwenye macho haambiwi tazama. Mtaka cha mvunguni? Naona huyu barobaro amejaribu sana kuinua mkono. Mtaka cha mvunguni? Sharti ainame. Bila shaka mtaka cha mvunguni sharti ainame. Mvumilivu? Nataka mrembo sasa. Nimepata mabarobaro wengi. Kina dada msiniangushe. Kuna dada mmoja pale naona anataka kujaribu. Wacha tumpatie fursa atuambie. Mvumilivu? Hula mbivu. Bila shaka watoto ni werevu. Mvumilivu hula mbivu. Wacha nirudi huku, kuna mrembo anaitwa Masi. Alikuwa kidogo anauoga lakini naona amechangamka. Masi, kwenye miti? Kuna kivuli. Kwenye miti? Kuna kivuli. Tumpe fursa huyu kaka. Hakuna wajenzi. Sadakta, tumpigie makofi. Kwenye miti hakuna wajenzi. Tumetoka kwenye methali, tunaingia kwenye kitanzandimi. Mko tayari? Kitanzandimi kinasema hivi: mchuuzi wa juzi hajui mjusi wa jana. Mchuuzi wa juzi hajui mjusi wa jana. Twende kazi. Jiamini tu. Mchuuzi wa juzi hajui mjusi wa jana. Mchuuzi wa juzi hajui wa jana. Kweli, nimesema hivyo. Unataka kujaribu? Tumpe fursa huyu kaka. Mchuuzi wa jana hajui mchuuzi wa juzi. Kweli. Mimi sijasema hivyo. Naam, tumpe fursa huyu kaka. Mchuuzi wa jana hajui mchuuzi wa juzi.
Kweli umekiboronga kweli kweli kakangu hicho kitanzandimi. Mchuuzi wa juzi hajui mjusi wa jana. Tumpe huyu binti nafasi ya jaribu. Mchuuzi wa juzi hajui mchuuzi wa jana. Hebu rudia tafadhali. Mchuuzi wa juzi hajui mchuuzi wa jana. Nani mwingine anataka kujaribu? Sijaridhika bado. Mchuuzi wa juzi hajui mjusi wa jana. Hajui mchuuzi wa jana. Amenifurahisha sana kwa sababu amejaribu na yuko tu karibu kufika pale ninapotaka. Asante sana. Unaitwa nani? Lewis. Asante sana. Nani mwingine anataka kujaribu? Mchuuzi wa jana na ajui mchuuzi wa jana. Kweli, mchuuzi wa jana ndio uliosalia. Mtazamaji, ilikuwa ni kitanzandimi ambacho kimewavuruga wanafunzi wa Joytown, shule ya msingi ya Joytown katika mji wa Thika, na tumejumuika nao katika kipindi kuanzia mwanzo hadi tamati, na ilikuwa ni fursa tu ya kuweza kujifurahisha pamoja nao tukiweza kugaragiza ndimi zetu na kitanzandimi. Asanteni sana wanafunzi kwa kujumuika nami na kwa kuhusika katika sehemu ya mihemko. Tuungane tena juma lijalo inshallah kwenye kipindi cha Jahazi la Elimu. Mbona siwasikii vizuri? Kipindi kinaitwaje? Jahazi la Elimu. Bila shaka, inshallah nitakuwa nipo hapa kama nahodha wako Hadia Mwasiwa na kutakia weekend njema. Thank you.